Kamishna wa Fedha na Logistics CP Liberatus Sabasi Materu amewataka wahitimu wa mafunzo ya uongozi kufanya kazi kwa weledi na kutoa huduma kwa wananchi ili kudumisha amani na mshikamano. Ameyasema hayo katika sherehe za kufunga mafunzo ya uongozi mdogo ngazi ya sergeant yaliyofanyika katika Chuo cha Polisi Zanzibar Ziwani, mkoa wa Mjini Magharibi. Mafunzo yanayohitimishwa leo hii ni moja ya maboresho ya Jeshi la Polisi kama nilivyoeleza hapo awali katika kuhakikisha watendaji wake wanapanda vyeo kwa wakati ndani ya mwaka wa fedha husika kwa kufanya mafunzo ya upandishaji vyeo mapema kabla ya kibali cha upandishaji vyeo kutolewa na serikali. Lengo ni kwamba mara tu kibali hicho kinapotolewa, waliohitimu mafunzo haya na kufaulu waweze kupandishwa vyeo, tofauti na ilivyokuwa awali ambapo kibali kinapotoka ndipo mchakato wa kuhudhuria mafunzo ulikuwa unaanza, na hivyo kupelekea kupanda vyeo kwa kuchelewa na wakati mwingine hata nje ya mwaka wa fedha husika. Kundi hili linalomaliza mafunzo leo ambalo nimeambiwa kwamba wapo wahitimu 695, wanaume wakiwa 490, lakini wanawake wakiwa 205, linategemea kutunukiwa vyeti vya kuhitimu mafunzo ya cheo cha sergeant, huku wahitimu waliokidhi vigezo na sifa kupandishwa cheo wakisubiri kibali kutoka utumishi ili waweze kupandishwa cheo hicho. Kuwa kwenye mafunzo haya mlikuwa na ratiba iliyobana katika kuhakikisha mnafundishwa masuala muhimu yatakayosaidia katika kusimamia askari wa chini yenu na kufikia malengo kusudiwa ya kuimarisha usalama wa raia na mali zao hapa nchini. Tathmini hiyo ya mafunzo imeonyesha kuwa imeonyesha kiwango kikubwa cha nidhamu na moyo wa kujituma katika kipindi chote cha mafunzo. Nitatambua pia mmeshiriki mafunzo ya medani za kivita pamoja na mafunzo ya ukakamavu kwa ujumla wake, ikiwa ni pamoja na mbinu za kudhibiti vurugu na vitendo vya namna hiyo vya uvunjifu wa amani. Kwa kuwa miili yenu mmeshaiweka katika hali ya utayari, ninawahimizeni msiache utamaduni wetu wa kuendelea kufanya mazoezi ya viungo na kushiriki katika mafunzo ya utayari kipindi tutakapokuwa kwenye komandi zenu. Kwa hiyo hiki ndio kipindi cha kujipanga kwa changamoto mbalimbali za kiusalama ambazo zinaweza kutokeza wakati wowote. Sisi ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo changamoto zinazotokea duniani na sisi zinatuhusu. Kwa hiyo ndio maana mkaja hapa, sio kupata vyeo tu, lakini pia kupata mbinu mbalimbali za kukabiliana na changamoto za kiusalama ili pale zinapokuja kutokea tuwe tayari tumejipanga. Baada ya kutoka chuoni hapa na kurudi kwenye komandi zenu, nawaelekeza kufanya mambo yafuatayo. Moja, kushiriki vyema kwenye suala zima la utoaji elimu juu ya mambo ya kiusalama na kuwezesha wananchi kutumia haki yao ya kikatiba ya kulinda, kuheshimu, kudumisha uhuru wa nchi yetu na kuepuka kujiingiza kwenye mihemko ya kisiasa yenye kuchochea vurugu na kuleta uvunjifu wa amani. Pili, kuendelea kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Tatu, kuhakikisha mnaenda kusimamia nidhamu ya askari walio chini yenu na kuwasaidia viongozi wenu katika usimamizi wa majukumu ya kazi. Nne, kuendeleza mafunzo ya ukakamavu ili kujenga uwezo wa utayari katika kuhudumia jamii kwenye masuala ya kiusalama na pia kuimarisha afya zenu. Tano, kuweka mikakati ya kupunguza ajali za barabarani ambazo zinaathiri maisha wananchi na uharibifu wa vyombo vya moto. Wengine kati yenu hapa ni matrafiki, mbinu mnazo za kuzuia ajali, lakini sio lazima uwe trafiki. Unaweza ukawa askari yoyote. Askari yoyote ana mchango katika kuzuia uhalifu wa aina yoyote, uwe intelijensia, uwe general duty, uwe CID, uwe forensic, yoyote una mchango. Kwa hiyo mkatusaidie katika. Sasa hivi ajali za barabarani zimepungua, lakini tungependa zipungue na ikiwezekana ziishe kabisa. Sita, harakisha upelelezi wa kesi za jinai na kushughulikia vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto na wanawake. Saba, kuimarisha mifumo ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka za serikali. Nane, kuendelea kufanya kazi kwa kutumia mifumo ya TEHAMA pamoja na miongozo mingine kama mtakavyoelekezwa na viongozi wenu. Komandante amezungumzia matukio yanaendelea duniani. Siku hizi matukio moja kwa moja ni machache. Siku hizi uhalifu unafanyika kwenye mitandao, kwenye mifumo.
kwenye mitandao. Kwa hiyo niliposikia kwamba moja ya mambo mliofundisha ni pamoja na haya, naona kwamba sasa kweli tutakwenda kisayansi. Dunia imebadilika, lazima na sisi tubadilike kuendana na dunia jinsi inavyobadilika. Upande wake mkuu wa chuo cha polisi Zanzibar SACP Mkemia Moses Fundi amesema mafunzo hayo yanakwenda kukabiliana na changamoto ya kimtandao ambayo imekuwa ni janga kubwa katika jamii. Askari wahitimu waliopo mbele yako walianza mafunzo yao ya uongozi mdogo ngazi ya cheo cha sergeant tarehe 17 mwezi wa 12 2025, ambapo yamechukua takriban kipindi cha miezi miwili na wiki tatu, yakijumuisha askari 698 ambao kati yao askari wa kike walikuwa 207 na askari wa kiume 491. Hivyo wakati mafunzo haya yanaendelea, wanafunzi watatu hawakuweza kukidhi vigezo vya kuendelea na mafunzo haya kutokana na sababu mbalimbali. Aidha, askari waliochaguliwa kuhudhuria mafunzo haya ni wale wenye cheo cha kopro, ambapo baada ya kuhitimu mafunzo haya watarejea kwenye komandi zao wakisubiri utaratibu wa kupandishwa vyeo iwapo watakizi vigezo vya kupandishwa cheo husika. Tokana na mchanganuo huo na kulingana na vigezo vya ufaulu kama nilivyoeleza hapo awali kwamba ili mwanafunzi afuzu na kutunukiwa cheti cha kuhitimisha mafunzo ya cheo cha sergeant ni lazima apate wastani wa alama 50 au zaidi kwa masomo yote ya ndani ya darasani na nje ya darasa. Hivyo kati ya wanafunzi 695 waliofanya mtihani, matokeo yao ni kama ifuatavyo: waliofaulu ni 695. Mheshimiwa mgeni rasmi, ufaulu ni sawa na 100%. Akisoma risala kwa niaba ya uhitimu, Koplo Lognes Dennis Mjawa amesema mafunzo hayo yanakwenda kuwaongezea uweledi na nidhamu, jambo ambalo linakwenda kuwasaidia katika majukumu yao. Kwa niaba ya wahitimu wenzangu, tunakuahidi kuwa tutatumia mafunzo haya kwa uaminifu, uadilifu na uzalendo mkubwa katika kulinda amani, usalama wa raia na mali zao na kuendeleza taswira chanya Jeshi la Polisi Tanzania. Hatutosahau mshikamano na ushirikiano tuliojenga wakati wa mafunzo haya. Tutaendelea kuwa mfano wa nidhamu, utii wa sheria na uongozi bora tutakapopangiwa kufanya kazi. Afande mgeni rasmi, kila penye mafanikio hapakosi changamoto, na baadhi ya changamoto katika chuo chetu pendwa cha ZPC ni kama ifuatavyo: uhaba wa madarasa ya kusomea na vifaa vya kufundishia. Chuo cha ZPC kinapokea askari wanafunzi wa kozi mbalimbali ikiwemo police science na wanafunzi kutoka taasisi mbalimbali, hivyo kufanya idadi ya wanafunzi kuwa kubwa na kupelekea madarasa machache yaliyopo kushindwa kutumiwa na wanafunzi wote. Tunaomba pajengwe madarasa ya kutosha ili wanafunzi wote wanapopata mafunzo katika chuo hiki wasome kwa utulivu na mazingira rafiki. 2. Uwanja wa gwaride tunaomba uwekwe kiwango cha lami. Kiwanja cha gwaride kukosa kiwango cha lami kunapunguza ufanisi na kupelekea madhara ya changamoto ya kiafya kwa wakufunzi na wanafunzi kutokana na vumbi kuwa jingi. 3. Ukosefu wa mesi ya kulia chakula. Chuo chetu hakina mesi ya kulia chakula wanafunzi, hivyo tunaomba ijengwe mesi kubwa itakayoweza kutumika na wanafunzi wote. 4. Tunaomba mabweni yafanyiwe ukarabati pamoja na vyoo kutokana na uchakavu wa mabweni yetu yaliyojengwa miaka mingi iliyopita. 5. Zahanati yetu ya chuo haina vifaa tiba vya kutosha na dawa, hivyo kupelekea wanafunzi kwenda kupata matibabu nje ya chuo. Tunaomba zahanati yetu ipatiwe vifaa vya kisasa na dawa za kutosha, kwani wataalamu wa afya tunao. Hii itasaidia kupata huduma kwa haraka kwa ukaribu zaidi. Pia hatuna gari za wagonjwa,
yaani ambulance, kwa kambi zote mbili, mjini na Kiashangi. Mafunzo hayo yalichukua wiki 12 na jumla ya wanafunzi 695 walifaulu, huku wanaume wakiwa 490 na wanawake 205.